Saseni, kwa video ya leo hatuongelei kuhusu relationship. Leo nataka tuongelee kuhusu wadada zetu ama sisi wenye tuko Middle East kazi. Nishai jaribu kuongelelea hii issue tena kwa grupu ingine. Thugu ilileta shida, nikaanza kuambiwa niko na hate speech, niko naona wivu. Lakini I just want you to listen to this story and tell me where the problem is coming. Siku yenye tunakuja huku Middle East kufanya kazi, what we get is not what we were expecting. Because like slaves especially, okay, it doesn't mean if you're working in the security, hotel, housemaid, boutique, supermarket, as long as you're in Middle East, that's okay with me. As I was talking about those, like as we came here as slaves. When we came here, we thought the work is easy. My sisters, the work is easy. We get opposite of what we were expecting. I don't know if you are getting me. So, most of our ladies here are dying. Na wengi wanateswa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wacha tu niseme ukichwa ngumu na kutovumilia. Most umekuja huku umekemboi. Kukemboi means run away. If you came in Middle East and run away, my sister, your life is in danger. Because when you run away, you don't have your passport, you don't have the Middle East ID. You see, so when you run away, unaweza angukia mikono yeyote. Na kitu na wenye wanasema, na wenye tunalalamika tukisema tunateswa. Yes, mateso iko, sijakata. Lakini mateso tunajiletea sisi wenyewe. Juu mateso number 1, na chuki number 1, na kifo number 1. Ati vitu ngapi? 3. Chuki number 1, mateso number 1, kifo number 1. Inaletwa na tusipojichunga. Unezaje kuja kazi kwa mtu na uanze kulala na bwanake? Wacha nikwambie. Hapo ndio mateso inaanzia, hapo ndipo chuki inaanzia, na hapo ndio boss atakuwa. I mean madam atakuwa. Kwa sababu gani? You can't come all the way from where you came from and unakuja kuchukua mali yake. Okay, that is not the issue. The issue is when you run away. Yani when you can boy, you are outside there. Okay, you post good, you post you are beautiful, but let me tell you, there is rituals uko nje. Unasikia mtu alienda kwa Waarabu na hajarudi. Mwingine alikufa na akasahaulika. Juu unaweza angukia, the time you run away unaweza angukia mikono mbaya. What if umeamkia mikono ya ritualist? Atachukua Kenya nataka na dump mwili yako. Then after kupata vitu zenye, after kuchukua vitu zenye anataka, my dear, kuna shindano mtu wanga anadungwa, unakauka kama mawe. Hata kufanya postmortem waangalia what is missing ni ngumu. My friends there are living like queens and kings but dying like dogs. Sahizi tuseme wengine wanalalamika, nilishikwa nikapelekwa na naumia prison. Mbona alienda prison? Mtu alikulipia ticket, akakulipia kila kitu, ukuja kufanya kazi kwake, then utoroke. Ulimwacha stranded. Na huku sie tunaweza enda uchukue maid kesho. Hapana. Unaona? Sasa ukitoroka venye umetoroka, umemwacha kwa stranded, anaendanga kukuripoti kwa polisi umemuibia na anaenda na risiti za dhahabu. So kama umepotea Kisumu, upatikane Nairobi, ukipeana jina yako, inatoa majina yako na mwenye alikuleta huku. So inakubidi urudishwe Kisumu. Ukirudishwa Kisumu unapata kesi imekugoja. Umezurura huku miaka 3 bila chochote, ukisema unalipwa poa. Alafu urudishwe Kisumu upate kesi na kugoja. Ufungwe miaka ingine 4. Alafu mwanze kulalamika kwa Waarabu ni kubaya. Sitetei Mwarabu na sitetei Mkenya mwenzangu ama Mwafrika mwenzangu. Lakini mbona tunajiletea hizi maneno? Mwingine aliuawa, tuseme luckily enough, mwili yake kapatikana. Mwili ya mtoto wetu ilipotelea kwa Waarabu. Juu ya nini? Tunakimbilia kujaji Mwarabu na
deep down we don't want to dig it down. Hatutaki kujua mbona Wakenya wenzetu tunaumia huku na tunaumia juu ya kutaka kwetu. Iko haja gani uzurure huko nje ukisema ati unalipwa poa, unalipa nyumba tena, unaanza kununua makeup au na faida? Mbona Mwarabu akupatie pesa umrudishie? Unaona? Hiyo kitu haileti show. Sasa venye mtu anakimbilia kujaji Mwarabu, Mwarabu ametufanyia, na wewe ndio mwenyewe ulitoka. Si ungevumilia hiyo miaka 2 na yet end month unapata salary yako. Uvumilie hiyo miaka 2 uende, kuliko upotee miaka 3, uzurure miaka 3, urudi tena ufungue miaka zingine 7 ama 5 kupiga simu nyumbani. Mimi nilishikwa huku kwa Mwarabu na teswa, na unajua vizuri ni ukichwa ngumu ndio umekufanya ukuje kuumia. Kama umekuja kufanya kazi, fanya na roho moja. Waswahili walisema hakuna kizuri kitokacho mahali pazuri. You must sweat. Ukitaka kuishi kama bosi wako, you must sweat. You must earn that money. Unasikia? So kuliko kushinda ukisumbua mamako na ulimwachia watoto, mam nateswa, mam hakuna kazi, silipwi, na unajua ulitoroka kwenye unafanya kazi. Maybe ulidhani ukitoroka utaangukia, ukaenda ukaangukia mikono mbaya. Sijasema unaweza toroka upate mikono mizuri ya mama. Unaweza toroka uangukie mikono mbaya. What next? What next? Simu tu unapiga. Unasumbua wenye wako nyumbani, lakini kwa simu tunakuona uko smart. Yani uko na makeup. Sijasema kupaka makeup ni vibaya, don't get me wrong, but please, iko haja gani you live like a queen, live like a king, dying like dogs? Saizi unakufa huku, umeachia familia yako hasara, juu hata kwenye uliokotwa kama umekufa ni ngumu. Unaona? Hii mambo ni ngumu na inaniumia. Nilijaribu kutoa hii story wakaniambia, nilijaribu kutoa kwa group ingine wakaniambia niko na hate speech. Unadhani nasikiaje venye nasikia Mkenya mwenzangu ameuawa mahali fulani, ati ama amekufa mahali fulani? Ukichimbua hiyo kitu ujue nini Kenya kilimfanya akufe, unapata ni kutoroka, alikuwa ametoroka. Ukitaka kutoroka kama ulipwi na kama unateswa, ukitaka toroka police station. Toroka polisi, utapata usaidizi kutoka huko. Sasa unatoroka, wengi wetu tunaenda tunaangukia mikono ya watu si wazuri. Tuseme umeangukia watu ritualist huko. Tuseme wacha ya ritualist nishaonge. Tuseme umeangukia mikono ya watu wengine huko. Wao wanaume wakuwe kazi yao ni kukutumia wakienda. Imekufaidisha na nini dadangu? Haikufaidishi. Wacha tufanye kazi, wacha tuende tukanunue makeup Kenya. Sasa huku unajipaki. Sijasema kupaka makeup ni vibaya, lakini si tuende kwetu, tuende tujibambe, tuende turukaruke. Mtu yeyote mwenye unataka kuwa naye unaweza kuwa na yeye. Mbona tusifanye kazi kwa amani? Na nyinyi wenye mnatoa confess za uongo. Mtu ulitoroka, ukaenda mahali pengine ukaanza kuteswa. Juu ulidhani ukitoroka utaenda kuangukia. Kwenye umeenda unapata mabaya. Mnaanza kuleta chocha Mwarabu. Na wewe hutaki kusema ni nini Kenya kilikufanya upate hao mateso. Sasa mbona wewe unajiletea hayo mateso then unaanza kusema sijui nini? Imagine that is not fair. That is not good. Mwingine anasema tio nilazimishwa nipike nyoka nikule. Kwanza alisema kwa Saudi, this is desert. Hakuna hata mnyama mwenye ana survive. Mwingine akasema nilazimishwa kulala na umbwa. Huku umbwa, this is Muslim country. Hata kuna umbwa chache ziko. Lakini surely hakuna mtu anafunga umbwa huku. So my sisters, fanya kazi na bidii uende kwenyu, uende ukazurure kwenyu, uende ufanye kitu nataka kwenyu. Wachana na Mwarabu. Mwarabu ako na rules zake, na kama hutaki kuzifuata, tafadhali tu kaa Kenya tafadhali.